Katika exclusive ambayo ilifanyika jana katika studio za Clouds FM, Clouds Media Mikocheni B, Mbosso Karim Shedede aliulizwa swali moja kuhusiana na kinachoendelea baina yake na Enock Bella ambaye walikuwa wakiimba naye nyimbo katika bendi ya Moto miaka kadhaa iliyopita, na swali hilo liliulizwa na mimi na majibu ya Mbosso kuna vitu siwezi kuzungumzia sana, lakini anafahamu kusema kuna siku mimi unaniona hapo ndio anaendesha gari, wakati anaendesha gari akiwa anaelekea Tanga, Enock alikuwa anajua kwenye moja ya kituo cha habari, ilikuwa ni exclusive, na akasema kwamba Mbosso anashindwa kuelewa kwa sababu mambo mengi huwa anamuomba msaidi, lakini Mbosso anakuwa kama hataki fulani. Kwa hiyo baada ya pale Mbosso alifikiria mambo mengi ikiwemo swala la kusaidia mambo ambayo yanaendelea kati yake na mimi ndo mstari wa mbele na nyumba, yani miliki nyumba yake. Kuna siku nilikuwa naenda Tanga naendesha gari, nilikuwa na interview yake analalamika, lakini pia na mambo mengine kuweka sawa, lakini baada ya hapo vibaya sana, ikiwa ni mtu ambaye wiki moja nyuma tukatoka nyumbani, tumetoka kutatua changamoto zake na maisha sana mimi. Sasa baada ya exclusive ile nakuwa najisikia vibaya, binadamu mimi mwanadamu, kuna muda nisapenda vitu ikifikia stage niko na mimi, mbona mzangu anachofanya watu kibaya sana, kwanza unakuwa unatulia, unakuwa unamwangalia, lakini sina moyo kwa kukwaza kwenye jana nilifanya mwaka jana kama binadamu, sio naye chini, lakini kuna vitu siwezi zote shamba simu, nipigia simu nakumbuka unaniona hapa, niingia ndani kama ulivyosema, na pamoja baada nilikuwa naanga kupata nilikuwa na show zina maisha ya wetu walitufundisha kusaidiana, kushuhudiana madhaifu, kuwajibika na kuomba radhi, akitekeleza hivyo. Ndugu yangu Watanzania wapenzi, hivyo vyote tunavyofanya bila kunizungumzia upande ambao hapa pia radhi kufanyia. Kuna baadhi ya mitikasi walikuwa wanasema mstari wa mbele kufanya mpango wa sasa mimi wakati nilikuwa naenda Tanga naendesha gari, mimi nilisainiwa na muendelee kufanya support, najisikia vibaya sana. Ilikuwa ni mtu ambaye kama wiki moja nyuma tukatoka nyumbani, na lawama nyingine nimetoka kuchukua sisi kutengeneza sumu, nimetoka kuongea na mmoja, yani nakuwa najisikia vibaya binadamu, kwa kweli sina kama mwanadamu. Kuna muda nitapenda, kuna muda atafikia stage niko na naona mzangu sana anachofanya mimi namkosea kwa maswala mengine bila si kwa swala hili. Msanii alikuwa na nipigia simu nakumbuka siku hiyo niliona interview, niliingia ndani tumefika Tanga, niliingia ndani tena, nilikuwa na siku ya jana Mbosso na show jana na waandishi wa habari na kusema alisikitishwa na kauli mbalimbali za Enock Bella kwa kuwa hajawahi kumsaidia licha ya mengi kwenye maisha yake. Hiyo ni habari ya moto kabisa, uvizungumzie hivyo vyote ninavyofanya, unaenda kunizungumzia upande ambao sijai kufanyia. Kuna baadhi ya mitikasi alikuwa anasema labda mimi ningefanya mpango akaingia labda sasa mimi Wasafi mimi msanii kwa nasi kwa update kali mimi nimesainiwa kiburudani kwa Enock Bella. Mimi ni rafiki yangu sana, ila ananisononesha sana moyo wangu nikionaga interview zake. Naumia kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilikuwa mstari wa mbele sana kwenye kusupport vitu vyake, siwezi kuvizungumzia hapa, lakini yeye mwenyewe anafahamu. Nikikaa naye mwambieni azungumze ukweli, anatenda mangapi kwenye maisha yake, ni mara ngapi. Yaani kuna vitu siwezi kuzungumzia sana, lakini anafahamu hicho kitu. Mimi unaniona hapa ndo niliandika wimbo wake wa Sauda. Unaniona hapa wimbo wake wa Enock Bella wa kwanza kapanda yeye kaanza kupata management, mimi bado. Mimi ndo niliandika wimbo wa Sauda. Atokea hapa asimame aseme. Kwa sababu ya upendo. Mimi ndo nimekuwa msaada wa mbele kwenye kila changamoto yake unaijua yeye. Kama kuna masuala ya kifamilia, masuala sio ya makodi manini, nimekuwa mchango wa mbele. Ameshapata kesi labda kuna sehemu inatokea tatizo kakamatwa, mimi ndo mstari wa mbele na ushuhuda kila kitu. Kwa kuna siku nilikuwa naenda Tanga naendesha gari, nikaona interview yake analalamika, mimi nimemkataa. Nilijisikia vibaya sana. Ikiwa ni mtu ambaye wiki moja nyuma tukatoka nyumbani, nimetoka kutatua changamoto zake na mwenye nyumba yake, nimetoka kuongea na baby mama yake. Yaani nakuwa najisikia vibaya. Kwa binadamu, mimi mwanadamu, kuna muda nitatenda vitu, ikifikia stage nikaona sasa mbona mwenzangu kila ninachokifanya kwake kibaya. Unakuwa unatulia, unakuwa unamwangalia, lakini sina moyo huo mzee wangu. Mimi sina moyo mbaya. Mungu wangu shahidi. Ushakaa naye chini labda kumuuliza kwa nini ndugu yangu tunafanyana hili, lakini unaongea. Nilimpigia simu nakumbuka siku hiyo niliona interview, niliingia ndani. Tumefika Tanga, nikaingia ndani. Tena nilikuwa naumwa. Nilikuwa na show kule. Nikampigia. Ilikuwa show nafikia mheshimiwa Joketi, sio kipindi kile. Nikampigia nikamwambia Enock, nimekukosea wapi? Mbona nafanya vitu vingi kwako? Uvizungumzie hivyo vyote ninavyofanya. Unaenda kunizungumzia upande ambao sijai kufanyia. Kuna baadhi ya mitikasi alikuwa anasema labda mimi ningefanya mpango akaingia labda Wasafi. Sasa mimi Wasafi, mimi msanii, mimi nimesainiwa. Kwa mfano Wasafi wangekuwa na mhitaji na wao wangemsaini kama nilivyosainiwa mimi.
Kwa kuna lawama nyingine zinakuwa zikai vizuri, zinatengeneza sumu tu na chuki. Okay, toa kauli moja tu kusuluhisha hili Mbosso. Kwa kumalizia. Kwa kweli sina kauli yote hapo sasa. Yaani nafikiri kuna muda ataona tu kabisa kwamba mimi namkosea huyu mchizi basi. Mbosso, huenda unafikiri kwamba sasa hivi kwa issue ambayo inaendelea ya depression, wasanii kuwa na depression, huenda mshikaji kunayo sasa hivi, labda huenda na sifahamu chochote.